Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Tulifanya operation maalum jiji la Dar es Salaam za kutafuta wafadhili na wawezeshaji wa ununuzi wa madini nje ya mfumo wa masoko ambayo madini haya yanatoka katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Operation hii ilifuatia maelekezo ambayo niliyatoa tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026 tukiwa katika ukumbi wa BOT baada ya kuwa tumekamata yale madini ya dhahabu yaliyokuwa yakitoroshwa. Niliwaelekeza kikosi kazi kuhakikisha kwamba wanawakamata na wafadhili wanawafadhili hao watoroshaji wa madini hapa nchini, kwa sababu wale waliokuwa na madini walikuwa kuna sehemu wanayapeleka wapi. Ndo sasa leo nakuja kuwapa taarifa madini mengi yanakwenda wapi, ambapo tumebaini liko soko la ununuzi wa madini lisilo rasmi maeneo ya mtaa wa Jamhuri jijini Dar es Salaam, katika jengo moja lenye ghorofa 5 ambalo lipo katika mtaa huo, na imekuwepo tabia ya wachimbaji wa madini kwenda kuuza madini katika eneo lile nje ya utaratibu wa masoko ambayo yanatambuliwa kiserikali. Na eneo hilo hivi sasa liko chini ya ulinzi, wahusika wote wamekamatwa, na kwa sababu ni eneo la makazi ambalo linagusa pia na watu ambao si wahusika, tuliona isingekuwa busara kwenda kufanyia press conference hii pale, kwa sababu yatungeza pia kuathiri watu wengine ambao hawahusika katika zoezi hili kutokana na mazingira jinsi yalivyo na jinsi nyumba yenyewe jinsi ilivyo pale. Kwa ndio maana tumefanyia katika ofisi zetu hapa, lakini ni hapa Dar es Salaam mtaa wa Jamhuri, na wahusika wote watuhumiwa 14 ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sasa wamekamatwa. Kati yao watuhumiwa 5 ni waajiriwa katika soko hilo sio rasmi. Yaani hili soko mpaka lilikuwa linawaajiriwa kabisa, wameshogeza mfumo wao kama mfumo wa kiserikali. Na 9 walikuwa ni wauzaji wa madini waliokamatwa na madini ambao walikuwa wamekwenda pale kuyauza, na wengine walikuwa wanasubiri malipo ya kulipwa baada ya kuwa wamepeleka madini yao. Kikosi kazi pia kilifanikiwa kukamata madini ya gramu 174 ambayo ndio alikuwepo baada ya mengine kuwa yameondolewa, lakini vile vile tumekamata vifaa mbalimbali vya kuthaminisha madini ya dhahabu, ikiwemo mashine 2 za XRF aina Nickel DXL 800, mizani ya kupimia uzito, mitungi ya gesi, vyungu vya kuchomea dhahabu, dawa za kusafisha dhahabu, pipe za gesi, vyombo vya kutengeneza umbo la dhahabu. Sambamba na hivyo, mashine ya POS ya kutuma pesa kwa ajili ya ununuzi wa madini kutoka kwa wachimbaji, pamoja na jumla ya pesa taslimu shilingi milioni 54,705,500 ambazo hizi zilikuwepo kwa wakati huo, lakini uchunguzi unaendelea. Inaonekana kuna fedha ambazo zimekuwa zikizungushwa pale na madini ambayo kabla tukio letu hili kufanyika kuna mtu mmoja alikuwa ameshuka nayo, na hivi sasa nimeelekeza kikosi kazi kwamba huyu mtu tutoe taarifa katika mipaka yote, azuiwe kutoka nje ya Tanzania